Ashuke. Haya, tuangazie timu ambazo zitakuwa zinatuwakilisha hasa katika dimba la dunia ifikapo 2026, mataifa kutoka Afrika. Nakumbuka kwamba Afrika imetengewa hasa nafasi 9 katika mashindano haya ambayo yalipanuliwa. 2026 Marekani, Mexico na Canada. Hawa ndio watakuwa hasa waandalizi. Algeria watakuwa na piga katika mashindano haya, na pakubwa Algeria ni baadhi ya timu ambazo safari yao ya kufuzu ilikuwa nzito zaidi bwana. Riyad Mahrez, baadhi ya wachezaji ambao watakuwa na angaziwa na wachezaji ambao wamekuwa mstari wa mbele kuna kwamba wanafuzu. Cape Verde, baada ya kujizatiti kutoa jasho, kwa mara ya kwanza wanaweka historia ya kufuzu kombe la dunia. Cape Verde katika mataifa ambayo yamefuzu ni taifa la 3 ndogo zaidi ukizingatia idadi ya wale watu ambao wapo ndani taifa kufuzu katika dimba la dunia. Kwa hivyo huu utakuwa hasa mkondo mwingine kwao, na watakuwa wanakaa wima kuhakikisha kwamba wanawaduaza wale mibabe ambao wamekuwa kitesa katika hasa anga zile za kombe la dunia. Misri, hawa wamekuwa kama wenyeji tu hasa wa kombe hili la dunia. Namzungumzia Mohamed Trezeguet, namzungumzia ambaye anapiga kule Uturuki, namzungumzia Mohamed Salah, baadhi ya wachezaji ambao wamekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba hawa mafarao wanafuzu katika kombe la dunia. Kwa hivyo itakuwa hasa mwamko mkubwa kwao. Ghana ni taifa lingine ambalo litakuwa linatuwakilisha toka barani Afrika. Kisha Ivory Coast, hawa ni mabingwa wa dimba la AFCON 2023. Kwa hivyo watakuwa wanahakikisha kwamba wanatamba katika michuano hiyo. Mashabiki wa Manchester United akiwemo Hassan Juma, Robinson Okenye na kina Daniel Kariuki watakuambia kwamba kuna mchezaji mmoja katika timu hii ya taifa ya Ivory Coast ambaye anafanya wanaishabikia, na mzungumzia Amad Diallo. Hatakuwa baadhi ya wachezaji ambao watakuwa wanaangaziwa katika timu hii ya taifa ya Ivory Coast. Ni baadhi tu ya timu ambazo zimefuzu katika dimba la dunia. Morocco wapo ndani. Morocco kumbuka kwamba 2022 waliweka historia nzuri zaidi katika dimba hilo la dunia wakifuzu katika awamu ya nusu finali. Yani iliwakosa tu kidogo, walikuwa wawe ndani kabisa. Senegal, Simba wa Teranga wamekuwa na hasa msimu mzuri, msururu mzuri. Unakumbuka hivi majuzi wamezua gumzo zaidi baada ya kuidhalilisha Kenya katika mechi ya kirafiki, lakini hayo kando, safari yao ya kufuzu kombe la dunia bwana imejengwa na kikosi kizito. Manake Senegal, ukiangalia ushambulizi, ukiangalia kati, ukiangalia mabeki, yani kikosi kimesukwa vizuri. Sadio Mane, kina Kalidou Koulibaly, yani ni wale wachezaji ambao hawachezi tu soka hadhi ya Afrika, wanashindana na yale mataifa hasa ya kule Ulaya. Waliwapiga Uingereza katika mojawapo ya mechi ya kirafiki, wakapoteza hivi majuzi dhidi ya Brazil, na licha ya kupoteza walionyesha kwamba mchezo wao bwana upo juu zaidi. Afrika Kusini, baada ya kuwa mwenyeji wa mashindano haya ya kombe la dunia 2010 kama mwenyeji, wanarejea tena katika dimba hili la dunia kwa mara ya kwanza tangu mwaka huo 2010. Na Afrika Kusini, kikosi chao kimejengwa na wachezaji hasa wa nyumbani kama vile vilabu kama vile Mamelodi Sundowns. Kwa hivyo nahisi kwamba hadhi ya ligi yao na jinsi ushindani upo katika ligi yao utawapa hasa mwamko mkubwa wakati wanapiga katika kombe la dunia. Tunisia wanarejea katika kombe la dunia kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2014. Kwa hivyo watakuwa wanaangazia hasa nguvu zao, kuna kwamba ni wapi walirekebisha kufuzu, na ni wapi hasa watakuwa wanaimarisha kuwapa angalau mashabiki wao tabasamu la ambalo wamelikosa kwa muda mrefu zaidi. Ndizo timu ambazo zitakuwa zinatuwakilisha katika kombe la dunia, lakini kumbuka kwamba Demokrasia ya Kongo pia wapo mbioni kujiunga na timu hizi, na watatakiwa kucheza mechi ya mchujo finali dhidi ya pale mataifa ambayo yamefuzu katika mchujo huo kutoka haya mabara yote duniani. FIFA wamebadili kidogo mwenendo kwamba tiketi hii moja mtaipambania nyote kutoka haya mabara. Kwa hivyo nahisi kwamba wana DRC Congo wakiwemo wachezaji kina Aaron
Wan-Bissaka, kuna Arthur Masuaku, na kwamba wapo vizuri zaidi kufuzu katika kombe la dunia. Na iwapo watafuzu, hii itakuwa historia kubwa sana kwao wana Kongo ambao wamewaduaza mibabe wa soka toka Afrika. Nazungumzia Cameroon, nazungumzia Nigeria ambao hivi majuzi walilalama kwamba juju zilichezwa. Haya, tutakuwa tunasubiria kuona kwamba iwapo Kongo watajiunga na haya mataifa hasa ya kutoka barani Afrika kutuwakilisha kombe la dunia ifikapo 2026 kule Canada, Mexico na Marekani. Haya.